Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Darubini, na tunaripoti kwamba serikali imesema kwamba udanganyifu katika bima ya afya ni kikwazo kikubwa kwa ufanisi ulioafikiwa kupitia halmashauri ya afya ya jamii SHA na mpango wa nchi hii wa kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya. Akizungumza katika mkutano na wanahabari jijini Nairobi, waziri wa afya Aden Duale alitetea mageuzi ya afya yanayoendelea, akisema yameisaidia halmashauri hiyo kuimarisha usimamizi, kugundua vitendo vya udanganyifu na kuokoa zaidi ya shilingi milioni 200. Miaka miwili tangu kuanza kwa mageuzi ya afya nchini, serikali inasema kuwa Wakenya milioni 32.2 sasa wamesajiliwa katika halmashauri ya afya ya jamii. Hata hivyo, maswali yanaibuliwa kuhusu madai kwamba baadhi ya wagonjwa bado wanatozwa pesa kwa huduma ambazo zinapaswa kutolewa bila malipo chini ya huduma za msingi za afya. Even in this financial year, government has put a budget of 19 billion to treat Kenyans who go to dispensaries, to health facilities, to some parts of level 4. You charge a Kenyan, it's a criminal offense. Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri hiyo Dr. Mercy Mwangangi alisema udanganyifu ni mojawapo ya changamoto kubwa, huku baadhi ya maofisa wa halmashauri hiyo na vituo vya afya wakitajwa kuwa wahusika wakuu. Last week we had one of the premier facilities, private facility that is probably the number 1 facility in this country, come in to tell me that a lady who is a civil servant had brought her sister using her benefits and had admitted her sister. That's fraud by Kenyans. Aidha, halmashauri hiyo inakabiliwa na maswali kuhusu ikiwa mpango huo unaotegemea michango ya wanachama unaweza kuendelea kuwa na fedha za kutosha kwa muda mrefu, huku serikali ikithibitisha mipango ya kuwasajili Wakenya zaidi, hususan wafanyakazi walio katika sekta isiyo rasmi. Ulijadili mgomo unaoendelea. Every issue around the healthcare workers and healthcare professionals is going to be resolved bit by bit, whether it is at the county level or the national level, because we do not have a patient for counties and a patient for the national level. Mkutano huu uliandaliwa kujiandaa kwa kongamano la afya la Kenya linalotarajiwa kati ya tarehe 18 na 19 mwezi huu. Joseph Wahungu, Darubini.